Tunafahamu kwamba msingi wa amani duniani kote ni haki. Kunapokuwa hakuna haki, amani ya kweli haiwezi kuwa ya kudumu. Hiyo ni dhana ya kifalsafa na iko hivyo. Nasema hivyo kwa muktadha gani? Taifa letu kwa muda mrefu sana tumekuwa tukipiga sana vita masuala ya udini, ukabila na masuala ya matabaka. Ndio maana leo tunaweza tukazungumza Wasukuma, Wazaramu, tunakaa na zungumza kwa lugha moja. Maana hakuna Mzanzibari wala Mzanzibari. Kwamba sote ni Watanzania, tunaishi katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tumeoleana, tumezaliana, tumekwenda hivyo. Lakini kwa namna hizi siasa ambazo zinaendelea, mambo yanaendelea mijadala, tayari kumekuwa kuna matabaka ambayo yanaingia katika masuala ya udini. Mijadala ya umma, maoni ya umma, wanapotoa maoni, wako watu wanatoa katika mtazamo wa wanasema yule kwa sababu ni Muislamu, yule kwa sababu ni Mkristo. Hichi kitu hichi ni ufa mkubwa sana katika taifa. Na mamlaka ya serikali isipojipanga vizuri hapa itakuja kuleta matabaka ya ajabu. Zile juhudi zote ambazo zilifanywa na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pamoja na mzee wetu Abeid Amani Karume zitakuwa ni sawa na bure. Kwa sababu udini unarudi kwa kiasi kikubwa sana. Kumekuwa kuna hata ukisikiliza maoni ya jamii utasikia watu wanampinga fulani kwa sababu ni Muislamu. Kuna udini hapa. Mwingine akasema hapana, mimi natumia haki yangu ya kikatiba, natoa maoni, mimi kiongozi wa dini. Uweze kuniambia kwamba ukanitenganisha mimi na siasa, kwa sababu siasa ni mfumo wa maisha ya watu. Siasa ndio kila kitu, kwa sababu hata viongozi wa nchi wanapatikana kupitia mfumo wa siasa. Kwa nini nisitoe maoni ya umma? Haki za jamii zinadhulumiwa. Mimi naongoza watu. Why? Kwa nini mimi nikitoa maoni yangu useme dini mnaingilia serikali au dini majuza na siasa? No, hapana. Tupo katika mjadala ya umma, lakini je, ile mjadala ya umma tusitengeleze zana za udini. Tutoe maoni kwa sababu ya kujenga taifa moja lenye umoja na mshikamano. Viongozi wetu wa dini waliunda hizo kamati za amani ambazo zilijumuisha mashehe, wenye Wakristo pia vile vile mapadri, maaskofu katika zile kamati zao. Sina hakika kama na wale ambao wana dini nani religious kama na wao wamo katika hizo kamati, sina hakika sana. Maana lengo ni nini? Inapotokea mjadala kama hii ya umma, kuna jambo liko sawa, tunakaa kwa pamoja. Tunaangalia je, hichi kitu kiko sawa? Tunazungumza vipi na serikali katika jambo hili? Hekima yake ni nini bila kuleta mkanganyiko katika jamii? Kwa sababu viongozi wa dini tunaamini wao wamestarabika. Kwa sababu wao wanatuambia mambo ya Mungu, mambo ya rohoni. Kwamba jamani acheni dhambi. Tuishi kwa amani, umoja, mshikamano, tusaidie maskini. Ndio viongozi wa dini. Kwa hiyo wao wamejikita katika unyenyekevu. Kwa hiyo itakuwa ni mkanganyiko hali ya juu. Sasa watu wakatoka katika dhana hii na tukaanza kuchonganishana sasa. Waislamu na Wakristo tukachukiana, tukagawanyika katika makundi ya vikundi. Hichi ni kitu ambacho sio chema. Kingine, viongozi wetu, hao watu ambao wamepewa kwenda kutoa kauli unapoitwa kamanda. Unajua kamanda unapoita vyombo vya habari, watu wanategemea jamii wasikie jambo la msingi sana. Lenye hoja za kimantiki, waandishi wa habari wakae wahoji vizuri. Ndio maana kaitwa kamanda, commanding officer. Unasikari si chini ya 200 chini. Wewe ni kamishna ya rais. Unapokaa kwenye media, tueleze hoja za maana. Usije ukasema fulani alikuwa amelewa. Kiongozi wa umma, wewe ulimpima ulevi? Kwa evidence ipi? Kwa ni vyema napotokea afu mtu anasema mimi nimekuwa nimeumizwa afya yangu. Mimi nimeshambuliwa afya yangu. Kwa nini mnaanza kujaji? Ndio mambo ambayo yatakuja kuleta mkanganyiko. Sasa unapotoa mbele ya public waumini wanasikia kwamba fulani alikuwa amelewa. Mwingine anasema mimi nilikuwa huyu mtu amenidhalilisha. Tayari tunajenga chuki dhidi ya serikali. Kwa sababu ya mtu mmoja tu kwa utashi wake binafsi. Kwa sababu ile sio utashi wa kisheria. Alafu pia vile vile mimi nina haki ya faragha. Mimi naitwa mtuhumiwa, ukinituhumu sijawa mhalifu mpaka mahakama itaponithibitisha. Kwa hiyo kazi yako chunguza. Uchunguzi ni siri. Chunguza, muwasiliane baina ya ofisi ya mashtaka na wao kama jeshi wa detective sio wachunguzi. Wapate muafaka wa kisheria, bwana kweli tumechunguza, kuna ushahidi wa kutosha, tutakwenda mahakamani. Hata kitu waandishi wa habari bwana tumechunguza kwa ushahidi tuliouona, hata kama usiutaji, kwa ushahidi tuliouona, tumeona kuna haja ya kwenda mahakamani. Unaweza ukasema jambo, lakini unapokuja uniambia alikuwa amelewa, uje nichunguza, hauna nini? Kidogo ni mtihani. Kwa ni vyema sana wajihadhari na hizi lugha zao, kwa sababu hizi lugha hizi ndio zinaleta mkanganyiko sana kwenye jamii.
na hili ni taifa letu, sio taifa lao, sio taifa la mtu mmoja. Hili ni taifa letu, tunapambania haki zetu, utu wetu, ubinadamu wetu, maisha yetu, kwa sisi na kizazi chetu, amani yetu. Tunapambana kuhusiana na masuala ya uhalifu, kwamba hao wahalifu wasiojulikana hawa wanatekateka watu, wanashambuliwa. Nyinyi kila siku mnasema wasiojulikana. Hivi kweli nchi hii kuna mtu asiojulikana? Sasa tuna haja gani ya kuwa tunalipa mishahara, kwa sababu hawa maofisa wa majeshi wanalipa mishahara ya umma, tunakata kodi zetu. Kwa tuna haja gani ya kwenda muende mafunzo kujifunza namna gani mnaweza mkachunguza tatizo la intelijensia, alafu leo hii miezi na miezi mnasema watu wasiojulikana, watu wasiojulikana? Hichi kitu hakiingii katika hoja za kimantiki. Mtu kafanya shambulio, unaambia mtu kalalamika, sio wengine waonekane wamepotea ndugu zao, kila siku amtoi watu wamepotea, wameenda wapi? Watu jamii inalalamika, semeni. Intelijensia nasemaje? Intelijensia kwa nini kwa Masudi tu? Nikizungumza na press nikitoka hapa tayari bwana njoo tuzungumze huko. Niko selo. Why? Intelijensia sio kwa halifu. Wanatekateka watu. Why? Tunategemea makamanda anapoita press kama hizi watuambie bwana mnamo tarehe fulani tumepata taarifa watu fulani labda kina Mdude sio kina nani wamekamatwa. Na watu wasiojulikana, lakini tunachunguza. Baada ya muda tupeni majibu, bwana tumechunguza, tumeona kuna A, B, C, D. Hilo ndo zao la amani. Leo hii unaponiambia mtu amekamatwa, umeripotiwa, umeita press, alafu mwisho wa siku napita miaka 2 3 sipati majibu, maana inanitishia amani yangu kwamba hata mimi siko huru, kwamba muda wote at any time mtu anaweza kaja akanigongea dirisha ngong njoo bwana. Wewe mzungumzaji sana kidomodomo sana, hebu njoo tuzungumze hilo. Hii mambo hapana. Tunaomba viongozi wa majeshi watu watuombe mambo ya maana. Haya mambo ya utekaji tunataka tuyafahamu. Hawa watu ambao ndugu mbalimbali wamepotea wanalalamikiwa, tunataka tujue wako wapi. Hawa wahalifu ni wahalifu aina gani? Tuna majeshi yote, tuna jeshi la polisi. Tuna watu ambao ni watu wa TIS, vitengo maalum. Tuna watu wa MIS, CID, chungu mzima ni detective wapo. Watu wasiojulikana katika nchi hii wanapitia wapi? Kwa hizi zana za watu kutuhumu serikali na majeshi, muda mwingine watu wanakuwa tunakaribisha majeshi yetu kushambuliwa, basi kwa hoja za kimantiki. Wanapoita press ni vyema watuambie vitu ambavyo vinafaa katika jamii. Kitu kingine, maofisa wa mahakama na wao pia ikiwemo advocates wajichunge katika kauli zao. Sheria ni taaluma, ni zana pana sana ya kifalsafa katika maisha ya watu. Wanasheria hawatakiwi kuwa watu kulalamika. Wanasheria wanatakiwa wawe watu wa kuchukua hatua, na hatua ambazo zinachukuliwa sio hatua za kuhamasisha jamii ingie barabarani au kuhamasisha mapambano. No, tunachukua hatua kwa mujibu wa sheria. Tunakaa tunajifungia, tunaangalia sheria inasemaje, kwamba watu hawa wameanza kuwa sasa wanajifanya wao ni wahalifu wa staarabu, wapo katika maofisi yetu labda ya umma, tunadhania hivyo. Tunaangalia sheria, huyu mtu tunamfikiaje? Tunajifungia. Hata kama sheria zina nini kidogo, tutafute tu utaratibu wa kumimpeach tu, jamii kaone. Kwa tunapokaa na sisi katika hizi place wadau mbalimbali wa sheria, tusiwe na lugha ambazo sasa taasisi ambazo zinatuhumiwa wakapata sababu ya kusema chama cha wanasheria, ushafahamu au wanasheria wamekuwa ni wanaharakati wa kuhamasisha watu katika kuvunja amani. Kwa sababu na mtu atakwambia ushahidi si nao bwana, umekaa hivi umeita press bwana, hebu sikiliza lugha yako, ulikuwa unamaanisha nini katika maneno ya Kiswahili? Kwa ni vyema sana wanasheria au advocates mbalimbali wanapoita hizi press waongee vitu vya maana, wajichunge katika matamko, waongee vile vitu ambavyo jamii itataka kufahamu. Je, baada ya hizi haki kuvunjwa, hatua zipi za kimkakati za kisheria zimechukuliwa dhidi ya watu? Ni vyema tufungue hata kama kesi 100 au 200 kila siku, tushinde kwenye kodo za mahakama mpaka kieleweke, kuliko kusema sasa bwana watu tumewashindwa tuingie barabarani, kwamba watu si watu wa kuchezea tutakifanya. Hichi kidogo kitu ambacho pia ningependa, kwa sababu hili kwamba amani ni kwa wote, kwa sisi sote, sio kwa jambo la mtu mmoja. Kwa ni vyema viongozi wa dini, vyama vya wanasheria, NGOs na wadau mbalimbali wa serikali, kwamba ni vyema na sisi tujikite sana katika pindi tunapotoa matamshi, na tusipende kutoa tafsiri katika au tusipende kutoa maoni
Unajua kuna maoni ya kisheria na maoni ya utashi binafsi kulingana na mtu mapenzi yake zidi ya mtu fulani, aidha zidi ya chama fulani, kitu ambacho ni demokrasia, uwezi ukamkataza. Lakini tunapokuja katika mijadala ya umma ya kisheria, kwamba tunaposemea masuala ya sheria tunasema masuala ambayo yanahusu haki za watu, tunahusu maisha ya watu, ni zana pana sana kifalsafa, kwamba ni vyema tujikite katika maoni ya kisheria. Kwa ndugu zangu waandishi wa habari, mimi leo niona tu ni hayo ya msingi sana tuweze kuzungumza kama